حبيبي محمد يا حبيبي جعلتك قبلتي يا خير خلق الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على Muhammad wa ali Muhammad. Karibu sana kwenye episode yetu ya pili kuhusu the family system. Tutakuwa tunazungumza kuhusu the family system au mfumo wa kifamilia kwa mujibu wa sheria za Kiwayahudi na sheria za Wakristo na sheria za Waislamu. Kwa hivyo tutaanza kwenye episode yetu ya pili na mfumo wa kifamilia kwenye sheria za Kiwayahudi. Mwanzo, kuna baadhi ya maelezo ambayo ni vyema kuyaweka wazi kabla hatujaanza kuingia ndani, kwa sababu maelezo yetu ambayo yatakuwa yakiendelea yatajengwa kwenye hivi vipengele au hizi introductions ambazo tutakuwa tunazifanya. Miongoni mwa mambo ya awali ya kuyafanya kwamba ni vyema tujue tunaongea kuhusu the family system au mfumo wa kifamilia. Je, mfumo ni nini? Na familia ni nini? Na mfumo wa kifamilia ni nini pia? Kwa hivyo tutaanza na maelezo ya the system. System ni nini? Mfumo ni nini? Tukisema mfumo, sisi tunajua kwa mfano tuna mifumo mingi. Kuna mifumo ya leadership, ya uongozi. Kuna mifumo kadhaa, mifumo ya kibiashara, lakini sisi tunataka tuongee kuhusu mfumo wa kifamilia. Kwa hivyo tukiongea kuhusu mfumo, tumaanisha nini? Kilugha mfumo ni kuweka kitu pamoja. Yaani vitu vikija pamoja vinatengeneza mfumo. Kwa mfano ukichukua idea nyingine, ukiweka pamoja hizi idea zote zinatengeneza mfumo na huo unakuwa mfumo wako. Kwa hivyo kilugha mfumo ni vitu ambavyo vimewekwa pamoja au kuweka vitu pamoja ambavyo vina kitu ambacho kuna similarities ambazo zinafanya vile vitu viwe pamoja. Ama mfumo kwenye maelezo yetu ni kwamba ni sheria au ni sheria au kanuni ambazo zina define maisha. Sheria au kanuni zina define maisha au zinaeleza kuhusu maisha kwenye nyanja tofauti tofauti. Tukisema kwa mfano mfumo wa kifamilia ni zile ambazo zinaeleza kuhusu maisha kwenye familia. Kwa hivyo hiyo ndio system. Na family family kilugha ni kitu ambacho kina uzito fulani au kitu ambacho kina strength fulani. Na sababu sometimes wanaita familia kwamba familia ni ad-dir'u al-hasina. Ad-dir'u al-hasina ni kwamba ni ngao ambayo imesimama, imejiweka kingangari, imejiweka vizuri. Kwa sababu kwenye familia huwezi ukavunja misingi ambayo ipo kwenye familia. Na sababu ikawekwa kwenye hayo maelezo. Ila kwenye technically, kwenye maelezo ambayo tuko na familia ni unit, ni kitengo cha jamii ambacho kina preserve humankind, ambacho kina preserve mwanadamu. Tukisema mwanadamu tunamaanisha mwanamke na mwanamume ambao wamekuja pamoja na link fulani ili watengeneze maisha ya pamoja katika hapa duniani na ikiwezekana inshallah hapo kesho akhira. Kwa hivyo family system, mfumo wa kifamilia ni set of rules, ni mchanganyiko wa sheria au kanuni au mila ambazo zinatupa maelezo au zinatupa maelezo vipi familia inafaa iwe hapa duniani.
tukishapatikana hapa duniani au kabla hatujapatikana duniani na baadaye baada ya kupatikana duniani. Kwenye maelezo haya tunaona kwamba familia haipo tu kwenye sehemu moja, kwamba familia ni hapa duniani then kwisha. Hapana. Ili kutengeneza familia nzuri, iwe kuwe na familia ambayo kila mwanadamu anataka. Na nikisema kila mwanadamu, kila fitra ya mwanadamu inataka, kwa sababu hakuna fitra ambayo inataka kitu ambacho si kizuri. Uasilia wa mwanadamu tumetengenezwa sisi kwamba tunataka vile vitu ambavyo ni vizuri. Na ili kutengeneza familia ambayo ni nzuri, lazima tuangalie kabla hatujaja hapa duniani. Je, tumekuja vipi? Vitu gani tumepita kule nyuma? Au mazingira gani tumepitishwa kule nyuma? Au vitu gani tumefanya? Au wale ambao wametutangulia wamefanya vitu gani? Ili sisi tukiingia hapa duniani tujue nasi tutakuwa vipi au tutaishi vipi, misingi gani tutaichukua kwenye mazingira yetu ya kifamilia. Kwa hivyo familia haiangalii tu sehemu moja, inaangalia sehemu tatu. Inaangalia kabla tujawa duniani, tukishakuwa duniani, na baada ya maisha yetu baadaye katika duniani. Na hii basi ina maana yeyote ambaye anataka kuanzisha familia lazima aangalie hivi vitu vitatu. Je, kabla yangu kuna mazingira gani? Au kuna familia gani kabla yangu? Au baadaye nikishakuja kwenye dunia, kwa mfano, nikishakuwa ndani ya hii dunia, mazingira gani ambayo nimeyapata duniani, ili mimi nikianzisha familia nitaanzisha kwa misingi gani? Na baada ya kuondoka hapa duniani, nadhani dini zote na dini ya Kiislamu imesisitiza sana kwamba tunahakikisha kwamba wale ambao ni wakaribu wetu baada ya kuondoka duniani tunaenda nao sehemu ambayo ni nzuri. Na kuna hadithi ambayo imetoka kwa Mtume, qu anfusakum wa ahlikum naro, kwamba waepusheni, prevent familia zenu, zifanye familia zenu ziepuke moto, zifanye nafsi zenu na familia zenu ziepuke moto. Na hii ni mazingira ambayo ni poa tuyaandae hapa duniani kuhakikisha familia zetu ambazo tuko nazo zinaepuka moto, ikiwemo baadhi ya sheria ambazo sisi tumepewa katika dini ya Kiislamu. Tutakuja kuziangalia kule mbele, ambazo zinatusaidia kutengeneza familia system ambayo ni nzuri. Kwa hivyo hayo ndio maelezo ya family system kwa kimaana. Kwa hivyo ili kuwa na kutengeneza familia kiujumla, ili kuwa na familia ambayo ni nzuri, ambayo dini zote zimeshuka ili kuhakikisha mwanadamu anakuwa na familia ambayo ni nzuri, inafaa tufanye nini? Na haya ni maelezo ambayo tumeitoa au tumenukuu kutoka kwenye dini yetu ya Kiislamu, kwamba tukitaka kuwa na familia nzuri, ina maana kwamba lazima tuwe ni wenye kuchagua mwanamke mzuri. Na mwanamke mzuri tuangalie kwenye mandhari yake, tunaangalia yeye mwenyewe awe mzuri, na pia kule ambako ametoka kuwe ni kuzuri. Isiwe kwamba ni yupo chini ya hadithi ambayo Mtume alisema iyakum wa khadraul diman. Kwa hivyo lazima mwanaume akitaka kuchagua mwanamke ambaye anataka kuanzisha naye familia, hakikishe kwamba anachagua mwanamke ambaye ni mzuri. Na kigezo cha kujua kwamba huyu mwanamke ni mzuri ni maelezo ya dini ya Kiislamu, sisi kama Waislamu, au ni kuangalia role models wetu ambao wapo. Kwa mfano, Mtume alichagua vipi mke wake, na alisaidia wale ambao walikuwa karibu kuchagua mke wake wa aina gani. Pia ili kuwa na familia nzuri, pia inafaa baba ambaye ndio mwanzilishi wa familia hakikisha kwamba ana take care of the fetus kwenye kama hajaja hapa duniani.
Na kuna baadhi ya vitu ambazo dini zimeweka, nadhani dini zote zimeweka kwamba ukishakuwa na una mtoto au mwanamke akishakuwa na mimba inafaa afanye hili au kabla hajakuwa na mimba au ule wakati ambao tunatafuta mtoto, vitu gani ambavyo inafaa tufanye. Na hivyo vitu vinahakikisha kwamba familia inakuwa familia yenye maadili mema na ni familia safi. Pia baada ya kupatikana hapa duniani tunahakikisha kwamba kuna sheria ambazo wanadamu familia inafaa ipate na kuna sheria ambazo familia pia inafaa isipate, yani vitu vizuri na vitu vibaya. Kwa hivyo kufika hapo nadhani kwamba tutakuja kuendeleza, tujue kwamba baada ya kupatikana hapa duniani kitu gani ambacho inafaa tufanye kama familia, kabla hatujaingia ndani kwenye familia katika mfumo wa Kiyahudi inshallah. Habibi Muhammad ya habibi. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Na pale awali tulikuwa tumeeleza au tumetoa maelezo kuhusu mwanadamu au mwanaume akitaka kuanzisha familia, vitu gani ambavyo inafaa aviangalie. Na tulikuwa tumefika kwamba tukiwa hapa duniani kwamba tunataka kupata familia, kwa mfano tunataka kuanzisha familia, vitu gani ambavyo inafaa tufanye ili tuwe na familia ambayo ni nzuri. Na kuna provisions, kuna laws, kuna sheria ambazo zimewekwa kwenye kila jambo kwenye familia, ndani ya familia ambalo inafaa vipi inafaa tufanye. Kwa mfano ikija kwenye custody ya watoto, vipi inafaa tuwape watoto custody. Mtoto akiwa mdogo tufanye nini? Mambo gani inafaa ufanye mbele yake au usifanye ili awe ni mzuri. Pia akishafika kiwango cha kuoa, mazingira gani ya ndoa, au sisi wenyewe tukifika sehemu ya nafasi ya kuoa, mazingira gani inafaa tuyatayarishe ili tuhakikishe kwamba familia ambayo tunaanza nayo ni familia nzuri. Na baada ya kuondoka hapa duniani, si kwamba familia imekatika. Sote, mmoja wetu akifa, kwa mfano mmoja wetu akipoteza uhai, haimaanishi sasa the link au connection ya kifamilia imeisha. Bado connection ya kifamilia ipo, lakini mmoja yupo kwenye dunia nyingine na mwingine yupo kwenye dunia nyingine. Kwa hivyo kuna some of the things, kuna baadhi ya vitu inafaa tuzidi kufanyiana au kuhakikisha kwamba tunatekeleza kama wajibu au kama responsibility kwa wale ambao ni familia zetu lakini hawapo hapa duniani. Miongoni mwa zile vitu ni kwa mfano, kuna kitu cha kwanza kuhakikisha kwamba tumetekeleza urithi, na baada ya kutekeleza urithi kuna baadhi ya mambo ambayo hayakufanyika na yule ambaye ametuacha hapa duniani, tuhakikishe kwamba yamefanyika, kwa sababu yapo ndani ya sheria kuhakikisha familia inaendelea vizuri. Na hapa tukiongea kuhusu urithi, nadhani kuna shida ambazo zinatokea sana kwa wale ambao hawafuati sheria ya Kiislamu ambayo imeweka sheria katika kila sehemu za maisha, ni ikiwemo urithi. Kwamba kuna swali moja niliulizwa na mmoja wetu ambaye ni Mkristo, alikuwa anasema sasa mambo na familia au mambo na ndoa imekuwa kama ni scam. Si vizuri kuoa siku hizi, kwa sababu ukioa percentage kubwa kwamba mtaachana, na mkiachana ina maana nusu ya mali yako yote inaenda, mwanamke anachukua nusu ya mali yake. Nilijaribu kumweleza hiyo ni kwa sababu hatupo chini ya sheria ambazo ni sheria tukufu za dini ya Kiislamu. Sababu sheria za Kiislamu zimeeleza kwamba mkiachana itakuwa vipi. Na pia kuna mambo ambayo ni kama responsibility ya wale ambao wapo chini ya familia moja, mmoja akiondoka ni vizuri tuyafanye. Kwa mfano kuhakikisha kwamba tunatekeleza wajibu ambao aliacha, na kuhakikisha kwamba tunampelekea vitu ambavyo vinaendeleza mazuri kule ambako ameenda, vikiwemo as-sadaqatu al-jariyah. Kwa hivyo haya ni mambo ambayo dini ya Kiislamu imeweka ili kuhakikisha familia inakuwa na misingi bora kabla haijapatikana
baada ya kupatikana na baada ya kuwepo hapa duniani na kwenda katika dunia nyingine. Kwa hivyo kwenye maelezo yetu tutakuja familia katika dini ya Kiyahudi, familia katika dini ya Kiyahudi. Na sisi tulisema pale mwanzo kwamba ili tuwe na familia lazima tuwe na ndoa kwanza. Familia haiwezi kuwepo kama ndoa haipo. Kwa hivyo hatuwezi tukaongea kuhusu familia iwe vipi na chanzo cha familia hatujakiweka wazi. Ili kuwe na familia lazima familia nzuri, lazima pia ndoa iwe ni nzuri. Kwa hivyo tunaangalia ndoa katika dini ya Kiyahudi. Dini ya Kiyahudi imeongea nini kuhusu ndoa? Mwanzo, dini ya Kiyahudi ni dini ambayo ipo chini ya sheria za Nabii Musa, Nabii Moses. Nabii Musa ametumwa na kitabu ambacho kinaitwa Tora. Tora ndio kitabu, Taurati ndio kitabu ambacho Nabii Musa alitumwa nacho, na watu ambao walikuwa ule wakati walikuwa wanatumia sheria zake. Kwa hivyo kuna aina mbili ya Tora. Kuna Tora ambayo ni Taurati iliyoandikwa, at-Taurati al-Maktuba, iliyoandikwa. Ni hii ndio sheria ambazo zilishuka kwa Nabii Musa. Na kuna Tora ambayo inaitwa Oral, Taurati Shafawi, Oral Taurat. Na hii ni maelezo ya ile Tora ambayo imeandikwa. Na haya maelezo yameandikwa na mtu mmoja au mwanachuoni mmoja ambaye anaitwa Hachamia, ambaye ndiye aliyetoa maelezo ya hii Tora ambaye inaitwa Oral Tora. Kwa hivyo kwenye dini ya Kiyahudi pia kuna vitabu ambavyo vinaitwa vitabu vya maelezo. Kwa mfano kwenye dini ya Kiislamu sisi kuna vitabu vya sheria. Ukitaka kupata sheria utaenda kwenye kitabu gani? Pia kwenye dini ya Kiyahudi pia kuna vitabu vya maelezo ya kisheria. Kwa mfano kuna kitabu ambacho kimeandikwa na Ibn Shamma'un. Wanatumia sana hiki kitabu kwa sababu kinaeleza sheria ambazo zilikuwepo wakati wa Nabii Musa, na wanabase kote wanabase kwenye Tora ambayo ni oral na Tora ambayo ni written. Kwa hivyo kwenye maelezo yangu sana sheria ambayo tutakuwa nimetoa kwenye hicho kitabu cha Ibn Shamma'un. Pia kuna kitabu kingine ambacho kinaitwa Al-Munshat. Al-Munshat pia ni oral traditions ambazo zimeandikwa kwa kueleza pia Tora ambayo ilishuka kwa Nabii Musa. Kwa hivyo ndio vitengo viwili. Pia kwenye dini ya Kiyahudi, Wayahudi wapo katika vikundi viwili. Kuna Wayahudi ambao wanaitwa Rabbani au Rabbani. Hawa ni Wayahudi ambao wanafuata written Torah na pia wanafuata oral Torah. Rabbani ni Wayahudi ambao wanafuata written na oral. Kuna aina mbili ya Qarani ambayo inaitwa Qarani au Qarai. Hawa wanafuata Torah ambayo ni written peke yake, hawafuati oral. Wanasema kwamba oral haya ni maelezo tu ya mwanachuo na yanaweza kuwa yana shida kidogo. Kwa hivyo ndio vikundi viwili. Kwa hivyo hivi vikundi viwili vinaeleza ndoa ni nini. Tukija kwenye kikundi cha kwanza ambacho ni kikundi cha Rabbani, kinasema kwamba ndoa ni covenant. Covenant ni agreement, makubaliano kati ya mwanamume na mwanamke, na haya makubaliano lazima yawe na vitu vitatu. Kwenye makubaliano ya ndoa kati ya mwanamume na mwanamke chini ya sheria za Qarani ya Rabbani ni kwamba lazima yawe na dawari, lazima ulipe mahari, na lazima pia kupatikane na document ya kuhalalisha
kama prove kwamba hawa kweli wamekuwa ni wanandoa. Na tukiongeza pia lazima tuwe na witness. Hivi vitu vitatu ni lazima. Kikipotea kimoja au kama kimoja hakipo, ina maana ndoa haipo. Kwa hivyo kulingana na Rabbani, ndoa inakuwa ni ya vivyo vitu vitatu. Tukienda kwenye al-qarai au qarani, kwamba ndoa ni contract. Ndoa ni contract ambayo imetengenezwa na vitu vitatu pia, lakini kuna tofauti ya kimoja kati ya qarani na ar-rabbani. Kwamba qarani wanasema hiyo contract lazima iwe na dawari kama vile ilivyo kwenye rabbani, lazima iwe na document kama ilivyo, lakini hapa wanakuja kutofautiana kwamba inakuwa na makubaliano, acceptance. Badala ya kuwa na witness, hawa wanasema inatosha kwamba hawa wawili wamekubaliana au mke amekubali kwamba anaolewa. Kwa hivyo witness si lazima. Kwa hivyo tukishamalizana na maelezo ya hivi vikundi viwili, Mayahudi wanachukulia nini ndoa kiujumla? Kiujumla Mayahudi irrespective kama ni qarani au rabbani wanachukulia vipi ndoa? Kitu cha kwanza kwenye dini ya Kiyahudi kwamba ndoa ni wajibu. Ndoa ni obligatory, ni lazima. Yani ukifika miaka fulani, tutakuja kuona miaka gani, miaka mingapi, ukifika miaka fulani lazima uoe. Usipooa kuna baadhi ya kama punishments ambazo utakuja kuzipata. Kwa mfano kama haujaoa utakuwa unaishi maisha ambayo hayana furaha kulingana nao, na pia utakosa blessings, utakosa baraka kwenye maisha yako, na pia utakosa mali kwenye maisha yako, na kwamba ukiwa hauna mke wewe ni kama wewe si mwanaume, wewe ni kama si mwanaume. Na zaidi ya hiyo kwamba ukifika miaka fulani ambayo tutakuja kuona ni miaka gani, kwamba kama haujaoa ukifika hiyo miaka ni poa upewe punishment, na hiyo punishment kuna sometimes inafika mpaka inakuwa punishment ya kifo, kwamba ni poa uwawe kwa sababu haujaoa. Haya ni maelezo ya specific kuhusu ndoa, vile Mayahudi wanaona ndoa, lakini tutakuja kuangalia inshallah kwenye episode ya 3 kwamba je, wanaongea nini kiujumla kuhusu ndoa, na tunaomba kwamba tuwe pamoja kwenye episode yetu ya 3 tukieleza maelezo ya kiujumla ya Kiwayahudi kuhusu ndoa inshallah. Habibi Muhammad ya habibi ja'altuka